Kibali cha Bwana kinaitwa pia mkono mwema wa Mungu. Soma katika Nehemia sura ya 2 ule mstari wa 8. Anasema nimepewa waraka na Asafu. Huyu ni Nehemia. Mungu amempa mandate ya kwenda kujenga ukuta wa Jerusalem uliokuwa umebomoka. Ameomba kibali kwa mfalme, na Mungu hakumpa tu kibali kwa mfalme, alimpa zaidi ya kibali. Alimpa fedha na kila kitu alichotaka. Sema nikapewa waraka, mfalme anampa, anasema na wenye kutunza msitu wa mfalme, ili anipe miti ya kufanyia boriti na malango ya ngome ya nyumba na ukuta wa miji, na kwa nyumba ile nitakayoingia mimi. Naye mfalme, soma pale kwa makini, naye mfalme akanipa kama mkono mwema wa Mungu ulivyokuwa juu yangu. Akanipa kama vile mkono mwema wa Mungu ulivyokuwa juu yako. Utapewa kama vile mkono mwema wa Mungu ulivyo juu yako. Leo hii ule mkono ukija juu yako, ulichonacho leo ni degree, ni kiwango cha mkono mwema wa Bwana ulio juu yako. Ule mkono wa Mungu una viwango, na ukiongezeka leo juu yako, kiwango cha utakachopewa kinaongezeka. Akapewa kama mkono mwema wa Mungu ulivyokuwa juu yako. Kama kuna kitu unahitaji leo, oh my goodness, mtu wa Mungu, unahitaji ule mkono mwema wa Mungu uwe juu ya maisha yako. Kuna vitu umekuwa ukitafuta kwa muda mrefu, vitaanza kukutafuta kwa sababu kuna mkono mwema wa Mungu juu ya maisha yako. Angalia ule mstari wa 18. Anasema nikawaeleza habari ya mkono wa Mungu wangu ulivyokuwa mwema juu yangu, na pia maneno ya mfalme akaniambia, nao akasema haya, na tuondoke tukaijenge. Basi anasema wakaitia mikono yangu nguvu kwa kazi hiyo njema. Watu watakusaidia kulingana na mkono mwema wa Mungu ulio juu yako. Unasema watu wanisaidie. Je, una mkono mwema wa Mungu? Wamekuacha kwa sababu umeukosa huo mkono. Walimsaidia Nehemia kwa sababu kuna kitu kilikuwa juu ya Nehemia kinawalazimisha, msaidie huyu, msaidie huyu, msaidie huyu, msaidie huyu. Nimewapa ushuhuda wangu wakati nilikuwa kwenye uhitaji, ninaishi kwa mtu, ninalala jikoni, and then Mungu akamsemesha mtu mara 6 usiku, mara 6. Leo siku ngapi? Siku 6. Anamwambia mpe nyumba, mpe mshahara, mpe nini. Akaja kuniomba kunipa. Watu watakupa kulingana na mkono mwema wa Mungu ulio juu ya maisha yako. Sema amina iliyo hai. Sema amina iliyo hai. Omba mkono uwe juu yako. Fanya kitakachofanya mkono wa Mungu mwema uwe juu yako. Kuna mkono mwema. Usichonacho ni kwamba ule mkono haujakugusa kwenye yale maeneo. Ule mkono ukija juu yako, kile unachokitafuta kwa shida utakipata kwa njia rahisi. Unaitwa mkono mwema wa Mungu.